Bwana, mambo vipi mtazamaji wa Chris Media 24 na mfuatiliaji wa matukio yetu yote ambayo tutakuwa tunaiweka kupitia YouTube channel yetu. Shout out kwa ambao umekuwa ukitazama na ukitufuatilia kila siku ambayo inakuwa inaitolewa. Bila wewe sisi hatuwezi kufanya lolote lile. Wewe umekuwa unatupatia nguvu ya kuweza kukutafutia taarifa mbalimbali za kiburudani na za michezo, lakini pia matukio mbalimbali kutokea kote duniani. Yote tunayo hapa, tunakusogezea kwa namna moja au nyingine uweze kufurahia zaidi. Mimi naitwa Chris Jayala msanuaji. Bana, unakumbuka kwamba tarehe 8 mwezi wa 3 itakiwa kuchezwa dabi ya Kariakoo na ikaweza kufanyika. So jana kikao bana kutoka kwa wakilishi wa Young Africans, lakini pia kutoka kwa wakilishi kutoka Simba na waziri mwenye dhamana yake katika michezo hapa Tanzania walikutana pale Benjamin Mkapa kwa ajili ya kuweza kudiscuss mambo kaza bila kusahau dabi ya Kariakoo, jambo ambalo Watanzania wengi wamekuwa wakisubiri kwa hamu kuweza kuona nini ambacho viongozi wao watafikia muafaka. Huku kwa upande wa Young Africans, wao msimamo wao ulikuwa ni ule ule kwamba kucheza dabi, huku pande mbalimbali kutoka Tanzania mashabiki zao wameendelea kuanikiza kwamba dabi hiyo haitochezeka kwa namna moja au kwa namna yoyote ile, kwa sababu wao wamekuwa wakisimamia kanuni na inasemekana kwamba wao wanadai Simba alifanya makusudi na alivunjia kanuni kutokana na utaratibu ambao wamekuwa wakiuamini mashabiki wa Simba. Sasa bana, Yanga leo wameweza kufanya jambo lingine tena bana, kuelekea safari yao na kuijenga timu yao zaidi kuwa imara zaidi, kwa sababu ile timu iweze kujengwa kuwa imara zaidi kuna vitu ambavyo vinahitajika kuweza kuwepo. Sasa kwa upande wa Young Africans wao bana, siku ya leo bana, Yanga wameweza kuingia makubaliano pamoja na commission ya utalii wa wizara ya utalii na mambo ya kale kwa ajili ya kutangaza vivutio pale Zanzibar. Sasa rais wa Young Africans yeye alifunguka maneno haya: tuna furaha kubwa kupata fursa hii ya kuingia mahusiano ya ushirikiano na kamisheni ya utalii chini ya wizara ya utalii na mambo ya kale kwa ajili ya kutangaza vivutio vya utalii hapa Zanzibar. Mahusiano haya yatadumu mpaka mwisho wa msimu mwaka 2025-2026. Logo ya Visit Zanzibar itaendelea kukubaki kwenye jezi yetu katika michuano yoyote tutakayoshiriki. Ni rais wa Young Africans ndio ambaye amefunguka hivyo. So Yanga mpatia dili jipya jini au so bana. So maoni yako ni yapi kuelekea dabi ya Kariakoo? Unatamani nini kwa zaidi kukisikia? Tukutane kwenye sehemu ya comment hapo. Je, unatamani dabi ichezwe au zigawane point tu? Mimi naitwa Chris Jayala. Usiache kusubscribe kwa taarifa zaidi.